Huyu naye unayemuona na yeye pia alitolewa madarakani kama Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, alivyotolewa madarakani Januari 3 mwaka 2026 kwa kutekwa na Wamarekani. Habari yako, mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Ishi Media. Unayemwona hapo anaitwa Manuel Noriega. Huyu alikuwa ni rais wa nchi ya Panama ambaye na yeye alihusishwa na madawa ya kulevya na baadaye akatolewa madarakani na Wamarekani, na hii ilikuwa ni mwaka 1989 kwa mwaka 1990 mwanzoni. Januari 3 rasmi mwaka 1990 ndipo aliposalimu amri na kukubali kuachia nchi yake ya Panama. Lakini ngoja nikupe historia tu kidogo ya nchi hii ya Panama. Panama ni nchi ambayo inapatikana katika bara la Amerika. Nchi hii ilikuwa ina umuhimu sana kwa Marekani kutokana na sehemu ilipo kijiografia. Hapo zamani Panama ilikuwa imeunganika na nchi ya Colombia na waliendelea kuishi hivyo mpaka pale ambapo Marekani aliiona fursa katika eneo la Panama, fursa ya kujenga mfereji ambao utampa control ya bahari mbili. Kwa kipindi hiko anaye control bahari ndio mbabe wa vita, lakini pia anaye control bahari ndio mbabe wa biashara. Hivyo Marekani walitaka kucontrol bahari mbili kwa wakati mmoja, hivyo wakaona eneo la Panama ni muhimu wao kujenga mfereji. Wakaenda kuongea na serikali ya Colombia. Colombia ikakataa kuwaruhusu kujenga mfereji katika eneo la Panama. Kama nilivyosema, Panama ilikuwa ndani ya Colombia. Habari zinasema wakaanza kutoa ushawishi kwa Wapanama ili waanze kujitenga, wakatae muungano. Baadhi ya Wapanama wakaunda vikundi na kuanza kukataa muungano, wakawa wanataka wajitenge, kisha nchi ya Panama iwe peke yake. Na hatimaye waliweza kufanikiwa kwa msaada mkubwa wa Marekani. Ndipo Panama rasmi ikajitenga na kujitangazia uhuru, na Colombia ikatishwa kweli kweli, ikashindwa kuendelea kuipambania Panama na kuendelea kupambania muungano wao. Kipindi hicho ilikuwa ni miaka 1900 mwanzoni. Panama ikawa huru sasa, na hapo hapo Marekani wakasaini nao mkataba kwa ajili ya kujenga mfereji wa Panama ambao ukaanza kujengwa mwaka 1904. Hii ilikuwa ni moja ya projekti kubwa sana ambayo serikali ya Marekani iliwahi kuifanya, yani imeundwa. Na projekti hii iligharimu maisha ya watu wengi sana, sambamba na kugharimu pesa nyingi sana. Hatimaye projekti hii ya kujenga mfereji huu wa Panama ilikamilika mwaka 1914 ambapo dunia ilikuwa imeingia katika vita kuu ya kwanza ya dunia. Kwa hiyo Marekani wakaingia vitani wakiwa na control ya bahari mbili. Hii iliwapa wepesi sana kufanya biashara katika vita kuu ya kwanza ya dunia, na mfereji huu wa Panama ukawa ni moja ya sababu ya Marekani kuwa superpower ya dunia leo hii. Mambo yalikuwa tofauti kwa Wapanama. Waliahidiwa watafaidika sana na mfereji huu kutoka kwa Wamarekani, lakini Wapanama wengi walizidi kuwa maskini huku ardhi yao ikizidi kuwapatia utajiri wa Marekani. Ndipo wakaanza malalamiko, maandamano, na hatimaye miaka ya 70 kiongozi wao Omar Torrijos alifanikiwa kuchukua mfereji huu ukawa chini ya serikali yao ya Panama. Toka Marekani wamejenga mfereji huu, wakawa wanataka kuhakikisha kila anayetawala pale Panama atatawala kwa maslahi yao. Hivi ndivyo habari zinavyosema. Kwa hiyo viongozi wengi wakawa wakitawala pale, wanatawala kwa maslahi yao, na mmoja wa viongozi hao alikuwa ni huyo Manuel Noriega, rafiki wa Marekani aliyeingizwa pale kwa baraka zote za Wamarekani, lakini baadaye walikuja kugeukana, na walipokuja kugeukana wakaja kumtuhumu kujihusisha na biashara ya madawa ya kulevya, na hatimaye baadaye walikuja kumkamata na kumfunga kule Marekani. Na bwana huyu Manuel Noriega alikuja kufariki mwaka 2017, na Marekani wakaweza kuendelea kuweka ushawishi katika nchi ya Panama kwa muda mrefu sana, na aliyefanya uvamizi wa kumvamia Manuel Noriega mwaka 1989 mpaka mwaka 1990 Januari 3
alikuwa ni baba yake na rais wa Marekani wa kipindi cha nyuma kidogo, George W. Bush, ambaye aliivamia Iraq. Baba yake aliivamia Panama mwaka 89. Hii ndio Marekani. Ikiona nchi fulani haiendi vile ambavyo wanataka wao, basi wana uwezo wa kuivamia na kumtoa kiongozi wa nchi hiyo. Maana yake ni kwamba mataifa yaliyojaliwa maliasili yako matatani endapo yataenda kinyume na maslahi ya Marekani. Na hii maana yake ni kwamba ambaye anatakiwa kufaidika na maliasili za nchi zetu ni Marekani na sio sisi wenye maliasili wenyewe. Kwa mwendo huu ni kazi sana mataifa yetu kufanikiwa, kwa sababu viongozi wanaogopa kupambania mikataba yenye faida kwa wananchi kutokana na yale ambayo yanatokea katika nchi nyingine, lakini pia yaliyowahi kutokea katika nchi zetu za Afrika na viongozi wetu wakauliwa, viongozi kama wakina Patrice Lumumba, lakini wengine wakapinduliwa kama wakina Kwame Nkrumah, na sasa hivi wengine wanapewa misukosuko. Mimi ni Robin Rachel na hii ni Ishi Media.